بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. يا أحبة، baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu kipenzi wa umma Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa tunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake kutujalia kuiswali swala hili ya dhuhuri tena kwa jamaa. Kwa hakika hii ni neema miongoni mwa neema tulizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pili, hatuna budi kumshukuru Allah kwa kutujalia pia kupatia katika kikao hiki cha kheri, kikao cha kukumbushana maneno yanayohusiana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hili linakuwa ni gumu kwa sababu nafsi haipendi kabisa jambo hili, lakini pia sheitani hapendi kumuona mtu anakaa katika vikao kama hivi. Hivyo Muislamu anapoibana na kuilazimisha nafsi yake na ikao yenye kubakia, hiyo kwa hakika ni neema kubwa sana, anatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Katika darasa yetu ya leo tutakumbushana na kujifunza fi salati al-eidaini, masala yanayofungamana na swala ya Idi. Hukumu zinazofungamana na swala ya Idi. Na sisi Waislamu tuna Idi mbili. Wal-idani huma Eidul Adha. Idi mbili nazo, ya kwanza ni Eidul Adha, Idi kubwa, Idi ya kuchinja, wa Eidul Fitri na Eidul Fitri, wa kilahuma lahu munasabatun shar'iyya, na zote mbili zina munasaba wa sheria. Fa Eidul Fitri bimunasabati intihai almuslimina min siyami shahri Ramadan. Eidul Fitri huwa inakuja kwa munasaba wa Waislamu kumaliza kufunga mwezi wa Ramadhani, ndipo wanasherehekea Eid al-Fitr. Wal Adha na Eid al-Adha huwa inakuja bimunasabati ikhtitari 10 Dhul-Hijja, huwa inakuja kwa kumaliza masiku 10 ya Dhul-Hijja. Haya masiku 10 ambayo tulianza kuelezea utukufu wake, tulianza kuelezea mambo ya kufanya katika masiku hayo 10 ya Dhul-Hijja.
na leo watu wako katika siku ya saba na masiku yanakimbia kweli kweli. Wewe Waislamu wana Eid mbili, Eid al-Adha, Eid ya kuchinja, na Eid al-Fitr, na Eid ya kufungua Waislamu baada ya kumaliza mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Wasumia Eida, na zimeitwa Eid li'annahu yaudu wa yatakabaru fi waqtihi, kwa sababu sikukuu hizi huwa zinakuja kila mwaka. Unapofikia wakati wake, basi Eid inakuja. Kwa hiyo kimeitwa Eid kwa sababu huwa ina tabia ya kurudi. Mwaka huu utakuwepo, mwakani utakuja tena, mwaka ujao utakuja tena. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinarudi mara kwa mara. Kwa hiyo mpaka hapo tumefahamu kwamba katika Uislamu tunazo Eid mbili. Masala ya kwanza katika somo letu la leo, hukumu ya Eid, hukumu yake ni nini? Hukumuhuma wa dalilu dhalika, hukumu ya kuswali swala za Eid na dalili yake. Salatu al-Eid fardhu kifayatin, swala ya Eid ni faradhi ya kutoshelezana. Idha qama bihi al-ba'd, watakaposimama baadhi ya Waislamu kuswali swala ya Eid, saqata al-ithmi 'ala al-baqina, yataondoka madhambi kwa watakaobakia. Kama kuna mtu atakuwa hajafanikiwa kuswali swala ya Eid, wakapatikana watu wengine wakawa ni wenye kuisimamisha swala ya Eid katika maeneo hayo, basi wale ambao hawajaswali Eid hawatapata madhambi. Wa idha turikat min al-kulli, lakini Eid inapoachwa kabisa moja kwa moja ikawa sio ni kuswaliwa, athima al-jamii, watu wote watapata madhambi. Watu wote wa maeneo hayo watakuwa ni wenye kupata madhambi, li'annaha min sha'air al-islam adh-dhahira, kwa sababu Eid ni katika alama za Uislamu, ni katika nembo za Uislamu tena zilizokuwa wazi. Wa li'annahu sallallahu alayhi wasallam dawama 'alayha, na kwa sababu Mtume alidumu kuiswali swala ya Eid, hajawahi kuacha. Wakadhalika ashabuhu, na vile vile masahaba zake min ba'dihi, baada yake masahaba hawajawahi kuacha kuswali swala ya Eid. Waqad amara Nabii sallallahu alayhi wasallam biha, na hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha kuswali Eid, hata nisaa, mpaka wanawake wanatakiwa watoke katika majumba yao waende kwa ajili ya kuswali Eid. Yaani nyumbani wanatakiwa watoke watu wote, wanawake, watoto, wanaume, wote watu watoke kwa ajili ya kwenda kuswali salatul Eid. Illa annahu, isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amara al-ulya, amemwamrisha mwanamke ambaye yuko katika ada yake ya mwezi, bi'tizali musalla, ajitenge na sehemu ya kuswalia Eid. Wanaposimama watu kuanza kuswali, yeye anajitenga pembeni, hata kuwa ni mwenye kuswali. Lakini hata mwanamke ambaye yuko katika siku zake anatakiwa atoke, asibaki ndani, aende kwenye uwanja wa Eid. Watu watakapoanza kuswali, yeye atakaa pembeni. Wa hadha mimma yadullu ala ahliyatiha, na amri hiyo ya Mtume kuamrisha mpaka wanawake watoke kwa ajili ya kwenda kuswali Eid, mpaka wanawake ambao wako katika ada yao ya mwezi bado wanatakiwa waende kwenye viwanja vya Eid, isipokuwa swala wao watakaa pembeni. Hili linaonyesha ala ahliyatiha, juu ya umuhimu wa jambo hili, wa adhimi fadliha, na kufahamisha ukubwa wa fadhila zake. Li'annahu idha
nisaa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anapoamrisha wanawake, maa annahunna lasna min ahli al-ijtimai, pamoja na kwamba wanawake wao si lazima kukusanyika na kuswali Eid, lakini pamoja na hivyo wameamrishwa na Mtume wao wenye kutoka katika majumba yao, mpaka wale wasichana ambao wanafungiwa kwa ndani bado hawajaolewa, wamefikia ule umri wa kuolewa, wanafungiwa ndani, hawaruhusiwi hata kutoka. Hata hao wanatakiwa watoke, mpaka vikongwe vile vile, vibibi vinatakiwa kutoke kwa ajili ya kwenda kuswali swala ya Eid. Ameamrisha hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa hali ndio hiyo, farijalu min babi aula, basi wanaume itakuwa ni bora zaidi kwenda kuswali swala ya Eid. Ikiwa wanawake wameamrishwa na Mtume kwenda kuswali swala ya Eid au kutoka kwenda kwenye viwanja vya Eid, wanaume ndio itakuwa ni bora zaidi kwa watoke kwa ajili ya kwenda kuswali swala ya Eid. Wa min ahli al-ilm man yuqawwi kaunaha, na miongoni mwa watu wenye elimu kuna ambao wameupa nguvu kaunaha, kuwa kwa Eid fardhu ainin, ni faradhi ya lazima. Kuna ambao wamesema ni faradhi ya lazima kama Ijumaa, ni faradhi ya lazima kama swala zingine, lakini kauli rajih ni kwamba Eid ni faradhi ya kutoshelezana. Almas'ala thaniya, mas'ala ya pili, shurutuha, masharti ya kuswali Eid. Wa min ahammi shurutiha waqti, na miongoni mwa masharti yake ya muhimu ni kuingia wakati wa kuswali swala ya Eid. Wa wujudu al-adadi al-mu'tabari, na kupatikana idadi ambayo inazingatiwa kwamba hiyo ni Eid. Wal istitalu, na mtu kuwa ni mkazi, sio msafiri. Fala tajuzu qabla waqtiha, haifai kuswali swala ya Eid kabla ya wakati wake. Wala tajuzu fi aqalli min thalathati ashkhas, na wala haifai kusaliwa na watu chini ya watu watatu. Wala tajibu ala al-musafiri ghairi al-mustawfili, na wala Eid sio wajibu kwa msafiri ambaye si mkazi. Kwa haya masharti yakikamilika, basi hapo Eid itakuwa ni yenye kuswaliwa. Sharti ya kwanza tumesema ni kufika wakati wake, kuingia kwa wakati, na sharti ya pili ni idadi, ifike idadi ya kuswali Eid, na idadi kuanzia watu watatu na kuendelea. Lakini pia anayeswali asiwe ni msafiri. Al-mas'ala thalitha, mas'ala ya tatu katika somo letu la leo, al-mawadhi'u allati tusalla fiha, sehemu ambazo swala ya Eid inatakiwa kuswaliwa. Yusallu an tusalla fi as-sahara, ni sunna kuswali swala ya Eid bugani, uwanjani, khariji al-bunyan, nje ya majengo. Lihadithi Abi Sa'id, kwa ushahidi wa hadithi ya Abu Sa'id, kana Nabii sallallahu alaihi wasallam yakhruju fi al-fitr wal adha ila al-musalla, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoka nje kwa ajili ya kuswali swala ya Eid al-fitr na Eid al-adha ila al-musalla, anatoka kwenda kuswali kwenye musalla nje ya msikiti na nje ya majengo. Walqasd min dhalika, na lengo la hilo, wallahu a'lam, idhaharu hadhihi sha'ira, ni kuionyesha nembo hii, ni kuidhihirisha nembo hii, watu waone Waislamu wa kuswali salatu Eid
nje mbugani wawaone. Wa ibrazuha, na kuionyesha watu waone. Wa yajuzu salatuha fil masjidi, na inafaa vile vile kuiswali swala ya Eid msikitini, fil masjidi al-jami', katika msikiti ambao unaswaliwa Ijumaa, min udhur, kama kutakuwa kuna udhur kalmatari, kama vile mvua, wa rihi shadidi, na upepo mkali, wa nahwi dhalika, na mfano wa hayo. Kama kuna mvua, mnaruhusiwa kuswalia msikitini. Kama kuna upepo mkali, mnaruhusiwa kuswalia swala ya Eid msikitini. Lakini ilivyokuwa sunna ni kuiswali swala nje viwanjani, na ndivyo wanavyofanya viongozi wetu. Wanatuangaliaga viwanja vya kuswali Eid, na watu wanatangaziwa kwamba viwanja vya Eid vitakuwa ni sehemu fulani na sehemu fulani na sehemu fulani. Katika Eid ya mwaka huu, viwanja ambavyo viko karibu na maeneo yetu haya ya Sakina ni viwanja vya shule ya Garenaro. Pale shuleni Garenaro, swala ya Eid itasaliwa pale. Uwanja unaofuatia kwa karibu ni viwanja vilivyopo karibu na msikiti wa Kaloleni. Hapo vile ni uwanja ambao utakuwa karibu, lakini pia uwanja mwingine ni uwanja wa Abid, uwanja wa mpira. Hapo pia tutaswaliwa Eid, na viwanja vingine vyote vya pembeni. Kwa hiyo ni vizuri mtu akatoka mapema kwa ajili ya kuswali swalatul Eid mapema kabisa. Saa moja umeshafika uwanjani, unaleta takbira. Swala inaswaliwa saa 1:30. Kwa hiyo vizuri ukawahi, usije ukawa umechelewa. Al-mas'alatu rabi'a, mas'ala ya 4 katika somo letu la leo, waqtuha, wakati wa kuswali Eid. Wa waqtuha ka salati dhuha, swala ya Eid inaswaliwa kama swala ya dhuha, baada irtifai shamsi, baada ya kunyanyuka jua, kadri rumhi, kiasi cha mkuki, ila wakati zawali, mpaka itakapoondoka jua katikati ya mbingu na kuelekea upande wa magharibi. Liannahu sallallahu alayhi wasallam wa khulafa'ahu, kwa sababu yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na makhalifa wake, kanu yusallunaha, walikuwa wakiswali swala ya Eid baada irtifai shamsi, baada ya kuchomoza jua na likanyanyuka kidogo. Walianna ma qabla irtifai shamsi, kwa sababu wakati ambao uko kabla jua halijanyanyuka kidogo, muda huo waqtu nahyi, ni wakati ambao unakatazwa mtu kuswali swala ya aina yoyote. Wakati jua linachomoza, hauruhusiwi kuswali swala ambayo haina sababu. Atakiwa linyanyuke kidogo, labda au alichelewa alfajiri, ameamka akaiswali swalatu subhi, na wakati huo jua linachomoza, mafi mushkila, ataswali. Na hii inatokana kutokana na kwamba kuna watu ambao wana tabia za kuabudu jua. Jua linapochomoza kuna watu wanaliabudu, na jua linapozama kuna watu huwa wanaliabudu jua. Kwa hiyo ili kuto kujifananisha na watu hao, sheria ikakataza mtu kuwa ni mwenye kuswali wakati jua linachomoza. Kwa jua likishachomoza kidogo, likapanda kidogo, basi hapo watu wanaruhusiwa kuanza kuswali swala ya Eid. Na kama ni wakati wa anataka kuswali salatu dhuha, ataswali wakati huo vile vile. Wa yusallu ta'jilu al-adha fi awwal waqtiha, ni sunna kuiwahisha swala
ya Eid al-Adha katika wakati wake. Yani Eid al-Adha inatakiwa kuswaliwe mapema, na ndio Eid ambayo tutaswali kesho kutwa inshallah. Watu wanatakiwa wajiwahishe mapema kuswali katika wakati wake. Wa ta'khirul fitri, na ni sunna kuichelewesha swala ya Eid al-Fitr li fi'lihi sallallahu alayhi wasallam, kutokana na mtume kufanya hivi. ولأن الناس نقصبوا في حاجة إلى تعجيل الأضحى، watu wana haja ya kuharakisha na kuiwahisha kuswali swala ya Eid al-Adha lidhabhi al-adhahi, kwa ajili ya kwenda kuchinja wanyama. Watu wameandaa wanyama wao na wanyama wanachinjwa baada ya kuswali salatu al-Eid. Kwa hiyo ni vizuri watu waswali mapema ili watu wawahi kwenda kutengeneza mboga. Lakini pia watu wako fi haja ila imtidadi wakati salati al-fitr, na watu wana haja ya kuvuka kidogo muda wa kuswali salatu Eid al-Fitr liyattasia liadai zakat al-fitr, ili kupatikane muda wa kutoa zakat al-fitr. Kuna watu ambao watakuwa wamechelewa kutoa fitri. Inapocheleweshwa swala ya Eid al-Fitr ili watu waweze kutoa zakatu al-fitr. Lakini swala ya Eid al-Adha inatakiwa iwaishwe mapema ili watu wawahi kwenda kutengeneza mboga kwa ajili ya kwenda kuchinja. Inshallah ahkamu al-Eid tutazimalizia kesho inshallah, lakini tusisahau kuifunga siku ya Arafa kesho. Tusiache kuifunga siku ya Arafa kesho. Tulishaeleza fadhila zake na malipo yake. Malipo ni makubwa kwa hakika. Unafunga siku moja unasamehewa madhambi ya miaka miwili. Wallahi hii ni fadhila kubwa sana. Ni mtu mwenyewe aamue kubaki na madhambi, lakini bado kuna mambo na kunayafanya unafutiwa madhambi. Ndani ya masiku haya watu wamefanya mambo mengi, wamefanya ibada nyingi. Zote hizo ni kwa ajili ya kuitafuta pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tusiache kuifunga siku hiyo, siku ya Arafa. Hakuna sababu ya sisi kuacha kuifunga siku ya Arafa, kwa sababu hata kwenye vyombo vya habari wataonyesha mahujaji watasimama lini katika viwanja vya Arafa. Wakati wao watasimama, sisi tuendelee na ibada zingine huko, ikiwepo ibada ya funga. Mpaka hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa darasa yetu kwa leo. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.